Sababu ya muda, nitajikita taarifa ya kamati ya fedha, kamati ya nishati. Nikipata muda kidogo tazungumzia kamati ya miundombinu na maoni machache kamati ya mambo ya nje, lakini zaidi kamati ya fedha na kamati ya nishati. Kwanza, Mheshimiwa Spika, napenda nikupongeze kwa kazi ambayo bunge imelifanya kwa siku chache zilizopita. Taarifa na mabadiliko ambayo yanafanyika, ambayo yanaimarisha uwajibikaji, ni mambo ambayo yanajenga heshima ya bunge lako. Kwa napenda nikupongeze sana, na ningependa kuwaomba wabunge kuendelea kuisimamia kwa dhati serikali ili iweze kuwajibika kwa bunge kama wawakilishi wa wananchi. La pili, Mheshimiwa Spika, kamati ya fedha kwa ujumla imezungumzia tatizo kubwa tulilonalo katika uchumi wetu, na ningependa ni nukuu maneno ambayo yameandikwa katika ukurasa wa 4 wa taarifa ya kamati ya fedha, kwamba kamati imebaini kuwa lipo vile vile tatizo kubwa la usimamizi na uendeshaji hafifu wa uchumi, economic mismanagement. Na kwa kiasi kikubwa kamati ya fedha imejikita sana katika kuelekea kutoa mapendekezo ambayo yatatusaidia kuondokana na hali hii ya uchumi ambayo tunayo, uchumi ambao unakuwa kwa kasi lakini hauzalishi ajira, uchumi ambao unakuwa kwa kasi lakini hauondoi umaskini. Na nashukuru kwamba kamati imekiri kilio ambacho tumekuwa tukizungumza mara kwa mara, kwamba njia pekee ya kuweza kufanya uchumi wetu uweze kukua zaidi na ukuaji huo wa uchumi kuwa na maana kwa wananchi ni kukuza uchumi wa vijijini. Na kamati imependekeza mambo ya msingi sana katika ukuzaji wa uchumi wa vijijini katika sekta ya kilimo, miundombinu, umeme, maji na huduma za kijamii. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Spika kwamba taarifa hii ya kamati na kamati nyingine zote ziwe ni sehemu ya hotuba za utekelezaji wa mapendekezo ya bunge, ambapo wizara zitakapokuja kwenye budget ziweze kutolea taarifa ya utekelezaji wa mapendekezo ambayo kamati imetoa. Na kwa kweli utaratibu huu ambao tumeuanza wa bunge la mwezi wa 4 kutoa taarifa za kamati unasaidia sana kutoa taarifa na kusaidia maandalizi ya budget, na naamini kwamba mawaziri wote wataweza kutuletea matrix inaonyesha mapendekezo ambayo kamati zimetoa na namna ambavyo serikali inatekeleza mapendekezo hayo. Na nilikuwa napenda kusisitiza sana kwamba iwapo tutakuza uchumi wa vijijini, iwapo tukirudi kwenye sera ya maendeleo vijijini, kwa maana sio villageization ya kuhamisha watu, hapana, so villageization ya kutengeneza vijiji vingine, villageization ya kuwafata watu kule vijijini na kuweza kuwasaidia kuweka miundombinu vizuri ili kuweza kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi yetu unakuwa vizuri. Kwa nilikuwa napendekeza kwamba taarifa hii ya kamati ya fedha ambayo wameiwasilisha hapa iweze kutekelezwa kwa namna ambavyo imeainishwa. Lingine ni swala zima la mapato ya ndani, na kamati imezungumzia kwa kina sana jambo hili. Na nilikuwa nasoma taarifa ya wataalamu ambayo imetolewa ni ya hivi karibuni sana ya mwezi Machi mwaka huu, ambayo imeandikwa na mwandishi David Bevan kutoka University of Oxford Department of Economics. Anazungumzia tatizo kubwa ambalo tunalo la namna ya kuimarisha mapato ya ndani, na ameonyesha jinsi ambavyo bajeti yetu ya mwaka jana ilivyokuwa optimistic, na tukajikuta kwamba inabidi tuondoe baadhi ya matumizi. Na hivi tunavyozungumza, Mheshimiwa Spika, miradi mingi ya umeme vijijini kama si yote imeondolewa kwa sababu serikali haina fedha. Kuna maeneo ambayo ni lazima sasa tuweze kujikita. Mheshimiwa Spika, tulipitisha hapa sheria mpya ya madini, na kila wakati tunaiambia serikali kwamba makampuni ya madini yahamie kwenye sheria mpya ili sheria mpya ya madini ianze kutekelezwa. Mpaka sasa hakuna kampuni hata moja ya madini ambayo imehamia katika sheria mpya ya madini.
na hii inakosesha taifa mapato mengi sana. Na nilikuwa naomba wakati wa budget ya mwaka huu utakapokuja tuwe tumehamia katika sheria mpya ya madini. Kama mazungumzo na makampuni ya madini yanaendelea, basi mazungumzo hayo yakamilike, sababu ni lazima ifikie wakati kwamba tuonekane ni dola, tuonekane kwamba tunajali maslahi ya wananchi. Haiwezekani tukawa kila siku tunazungumza hakuna utendaji. Kwa hiyo imefikia wakati sasa kwamba sheria mpya ya madini iweze kufanya kazi. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vimetokea vitatusaidia kufanya sheria mpya ya madini iweze kufanya kazi. Kwa mfano, pale North Mara, mgodi ule wa North Mara leseni yake imekwisha, inahitaji kufanyiwa renewal. Hii ni opportunity ya kufanya mgodi ule uingie kwenye sheria mpya ya madini, kwamba tutakapofanya renew ya mgodi wa North Mara tuhakikishe kwamba renew inahakikisha ule mgodi unahamia kwenye sheria mpya ya madini, tupate royalty mpya, tupate kodi ya mapato na tupate fedha kwa ajili ya maendeleo katika wilaya ya Tarime. Lakini vile vile pale Tanzanite 1 leseni yao imekwisha, inahitaji renewal. Sheria yetu ya madini inataka kwamba 50% ya watu wanaochimba vito, kwanza 100% lazima wa Tanzania. Kama wa Tanzania hawawezi kuendeleza, basi 50%. Hii ndio opportunity ya kuweza kuchukua modo ya Botswana katika gemstones, kuhakikisha ya kwamba 50% za Tanzanite 1 ule kampuni ambayo ina leseni, wakati tunatoa leseni zinakuwa ni mali ya serikali. Tunaweza tukaamua tukaipa STAMICO, tunaweza tukaamua tukafanya sisi wenyewe au tukaunda kampuni nyingine ambayo itahusika na jambo hilo. Jambo lingine ambalo ningependa kuchangia, Mheshimiwa Spika, nilileta kwako barua zaidi ya mara 3 ya kutaka uchunguzi kuhusu procurement ya mafuta ya dharura. Hasa ilikuwa ni procurement ya IPTL. Na ninashukuru kwamba kamati ya nishati na madini imezungumzia jambo hili na imependekeza kwamba uchunguzi wa kibunge, ukurasa wa 7, uchunguzi wa kibunge ufanyike kuhusu tuhuma za rushwa na ufisadi kwenye ununuzi wa mafuta ya kuendesha mitambo ya dharura. Nilikuwa naomba sasa, Mheshimiwa Spika, kwa sababu kamati imeweza kuleta ndani ya bunge na naamini kabisa kwamba bunge itaweza kupitisha jambo hili, uweze kuwezesha uchunguzi huo uweze kufanyika. Tunapoteza fedha nyingi sana kwenye procurement ya mafuta. Sasa hivi tunatafuta fedha kwa ajili ya kuipa TANESCO shilingi bilioni 408. Sio kwa ajili ya kununua mitambo, sio kwa ajili ya kuwekeza, ni kwa ajili ya kwenda kununua mafuta. Tunachukua bilioni 408 kama mkopo, tunaenda kuzichoma, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana katika procurement hizi za mafuta. Kuna watu ambao wanafaidika na commissions katika procurement hizi. Tunanunua mafuta kwa bei kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria kwamba uchunguzi huu uweze kufanyika mara baada ya bunge kuwa limepitisha jambo hili. Mheshimiwa Spika, kutokana na muda, naomba tuwekeze vya kutosha katika sera yetu ya mambo ya nje. Tunataka Wizara ya Mambo ya Nje ifanye kila kitu, lakini hatuipi fedha. Kuna tabu sana kwenye balozi zetu. Lazima tuwezeshe Wizara ya Mambo ya Nje iweze kutekeleza sera hiyo ya economic diplomacy inavyopaswa. Mimi sio muumini sana wa economic diplomacy. Sio muumini sana. Mimi ni muumini mkubwa wa sera yetu ya awali ya mambo ya nje. Lakini kwa sababu tumeamua kwenda kwenye economic diplomacy, basi tuweke fedha katika hilo ili Wizara ya Mambo ya Nje iweze kuwa na staff wa kutosha. Na kwenye maeneo ambayo tunataka investors, maeneo ya nchi ambazo zinaibuka kama China, India, Brazil, tupeleke watu ambao ni specific kwa ajili ya promotion ya investment, ili kuiwezesha Wizara ya Mambo ya Nje iweze kufanya kazi yetu vizuri na kutuletea investors. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana, naunga mkono mapendekezo yote ya kamati zote. Asante sana Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa, ningetamani sana tuendelee mpaka saa 12 jioni, sababu watu wanaotakiwa kuongea hapa wako wengi kabisa, wamebakia kama watu 20 na. Kwa hiyo tukisema tuendelee wote hatutaweza. Hao nasema 20 na wabunge wanaoomba kuongea. Lakini kawaida yetu lazima kuwe na reaction kutoka upande mwingine wa serikali, halafu na wenye viti watoe majibu yao. Kwa hiyo napenda nisitishe majadiliano haya, niingie sasa kuwaita mawaziri. Nianze na waziri kwanza, taanza waziri wa nishati, alafu ataenda waziri wa ujenzi, waziri wa mambo ya nje, waziri wa uchukuzi, waziri wa mawasiliano,